Kuna sintofahamu ambayo inaendelea hivi sasa katika mitandao ya kijamii ambayo ni kama vile imewagawa wadau wa mpira wa miguu nchini Tanzania na kushindwa kuelewa sasa washike lipi katika hili. Waamini kwamba soka mechi ya Juni 25 ipo ama ipo. Mara baada ya kauli aliyoitoa msemaji wa kikosi cha Simba Ahmed Ally alipoulizwa na waandishi wa habari siku ya jana kwenye mara baada ya mchezo dhidi ya kikosi cha Kagera Sugar. By the way, ilikuwa ni mechi nzuri sana kwa upande wa Simba, ijapokuwa performance wise timu haikucheza vizuri kwa sababu ya inawezekana mentally wanaiwaza sana mechi dhidi ya kikosi cha Young Africans. Kuna operation eneo la katikati hazikuwa nzuri sana, lakini kitakwimu jana Simba walipiga pasi nyingi nadhani kuliko michezo yao mingine yote ambao wamecheza kwenye ligi kuu Tanzania bara, wakipiga zaidi ya pasi 658. Hizo ndo pasi ambazo jana waliweza kupiga. Ni pasi nyingi sana ukilinganisha na michezo mingine iliyopita, wakati ambapo kikosi cha Kagera Sugar kikiweza kupiga pasi kama 200 lakini Simba hawakuwa na on target nyingi. Ni katika mchezo wa jana ambao Simba on target walizokuwa nazo zilikuwa ni 2 tu, wakati kikosi cha Kagera Sugar ambacho possession yao haikuwa kubwa sana lakini walikuwa na attempt nyingi za maana, wakiwa na shoot on target 4 peke yake. Inawezekana kama Kagera Sugar jana wangejidhatiti vizuri tungezungumzia sare ama wangeweza kupata chochote mbele kikosi cha Simba. Lakini wale ndani inawezekana mpango wa mwalimu au kuwa kucheza mpira mzuri, mpango wa mwalimu inawezekana ulikuwa ni kupata matokeo uwanjani, kwa sababu sometimes mwalimu anapanga kwamba twende kikubwa sisi tupate alama 3. Inaitwa objective football. Hatuna lazima wa kumuonesha mtu bora wetu, hatuna lazima wa kuaminisha watu kwamba sisi ni hatari kwa kiasi gani. Kinachohitajika ni sisi kucheza mpira wetu pasipo kujali ni nani anaangalia na nini ambacho kinaendelea. Na by the way, kwenye muktadha wa namna hiyo kikosi cha Simba jana kilifanikiwa kwa maana kupata hizo alama 3. Lakini jana pia tulishuhudia rotation kwenye kikosi cha klabu ya Simba. Mara baada ya mwalimu kufanya mabadiliko kidogo ya kucheza na kina David Kameta Duchu, Valentino Uma, eneo la katikati alicheza na Ngoma pamoja na Fernandez Mavambo. Eneo la ushambuliaji alianza na Awesu pamoja na Lada Kichasambi. Hapo kuna baadhi ya wachezaji ambao aliwapumzisha purposely kwa ajili ya mchezo wa Young Africans: Elim Panzo, Kip Dennis, Yusuf Kagoma, Mohamed Hussein, Shomari Kapombe. Hao wote ni wachezaji ambao unajua kabisa wana contribution kubwa sana kwenye big game, hususan mchezo kama wa kikosi cha Young Africans. Mtu kama Kagoma atakuwa na special task kwenye mchezo dhidi ya Young Africans kuhakikisha kwamba eneo la katikati anakata umeme wa Young Africans. Lakini pili, watu kama Elim Panzo atakuwa na special task kuhakikisha kwamba skip busy flanks za Young Africans. Lakini pili, kutowaruhusu Young Africans kuanzia mashambulizi yao chini. Yeye pamoja na Kip Dennis, mechi kama hizi ambazo zinahitaji energetic person wanaweza kukupa kitu kizuri. That's why inawezekana mwalimu Fadlu Davis aliamua kufanya mapumzisho ya baadhi ya wachezaji ambao kwa namna moja ama nyingine wamekuwa kijitanabaisha kwa na ubora wa namna hiyo. Sasa ukiachukua haya yote katika mtindo mmoja uyatazame katika mechi zinazokuja, utakubaliana na mimi kwamba mechi ya dabi itakuwa ni mechi ambayo ni bigi sana, na Simba mpaka sasa hivi wamesalia na mchezo mmoja peke yake dhidi ya mchezo wa Young Africans. Na mpaka sasa hivi Simba hawajapost chochote kwenye ukurasa wao wa Instagram kuelekea katika mchezo wao dhidi ya kikosi ya Young Africans, jambo ambalo limemuibua msemaji wa kikosi cha Young Africa, na hapa namzungumzia Ali Shaban Kamwe, ambaye amezungumza ukweli kinagaubaga kwamba Simba wanachokifanya ni roho mbaya tu, kwa sababu hakuna kitu kingine ambacho wanafanya haya yote ili Young Africans asipate mapato. Yani Simba wataki kuwafanyia Young Africans promotion kuelekea katika mchezo wao dhidi ya kikosi cha Simba, na akisema hiyo ni roho mbaya. Usisahau
Mechi ya Juni 15 Simba walikuwa wanaifanyia kama kind of promotion. Tulikuwa tunaona wanazungumza, msemaji alikuwa anazungumza. Baadhi time around Simba wameamua kukaza ukimya, hawajatoa msimamo wote, jambo ambalo limewatia wasiwasi baadhi ya mashabiki pamoja na waandishi wa habari, wakianza kuhoji, je, Simba atapeleka timu ama la? Kama atapeleka timu mambo yatakuaje? Ama ataendelea kugoma? Sasa jana mara baada ya mchezo kuna kauli ambayo msemaji wa kikosi cha Simba alitoa, na ni kauli ambayo naweza sema imewachanganya kidogo mashabiki wa soka nchini na kujiuliza, je, hiki alichokizungumza ni anamaanisha nini? Alisema kwamba huu ni mchezo wetu wa mwisho wa ligi kuu Tanzania bara mwaka 2024-25, na akasema tushamaliza msimu, tukutane katika msimu unaokuja. Lakini akaweka neno mchezo wetu wa mwisho katika uwanja wetu wa nyumbani. Nadhani hilo ndiyo eneo ambalo watu wengi hawakulipigilia mstari kwenye mazungumzo yake, mchezo wa mwisho katika uwanja wao wa nyumbani, kwa sababu mechi ya jana dhidi ya kikosi cha Kagera Sugar ndio ilikuwa ni mechi ya mwisho kabisa kwa kikosi cha Simba kuwa katika uwanja wake wa nyumbani, kwa sababu next match Young Africans ndiye ambaye atakuwa katika uwanja wake wa nyumbani. Kwa hivyo vote vile itakavyokuwa, hii ya jana ilikuwa tayari ni mechi yake ya mwisho. Lakini ukimsikiliza Murtaza Mangungu, yeye anaondoa hiyo sintofahamu ya kusema kwamba mechi haipo, na anasema kwamba hakuna shabiki hata mmoja ambaye ana wasiwasi, na yeye mwenyewe hana wasiwasi kwa sababu michezo yote ya ligi kuu Tanzania bara ni michezo sawa na hakuna kitu chochote ambacho kimepungua. Kwa hiyo tuseme kwamba Simba the way ambavyo Ahmed Ali alivyotoa taarifa, inawezekana haikupokelewa kama ambavyo ilistahili kupokelewa. Watu walidhani labda anasema ni mchezo wao wa mwisho wa ligi kuu Tanzania bara. Hapana, alimaanisha mchezo wa mwisho katika uwanja wao wa nyumbani. Manake still bado Simba wana mchezo mmoja. Lakini hata Fadru anadhibitisha hilo kwenye press conference yake after match jana. Alizungumza kwamba wamemaliza mchezo dhidi ya kikosi cha Simba Sports Club na kinachofuata dhidi ya Kagera Sugar, na wamesalia na mechi moja, na akasema tunaenda kucheza na Young Africans ambao wao watakuja kupata matokeo ya aina yoyote ile, kwa maana either kupata sare ama kupata ushindi. Lakini akasema sisi pia tumejiandaa kuhakikisha kwamba tunashinda mchezo na tunakuwa mabingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Hiyo ndio mentality ya Fadru ambayo alionyesha siku ya jana mara baada ya mchezo, kauli ambayo inaweza ikaendelea kutuwekea msisitizo wa kwamba tayari Young Africans Simba wako tayari kukipiga dhidi ya kikosi ya Young Africans. Kama kulikuwa na maneno mengine ambayo watu tulikuwa tunadhania kwamba yangetokea, basi nikwambie kwamba hii nyingine ni propaganda tu. Tukutane Juni 25, siku masaa 48 kutoka hivi sasa, kabla ya kushuhudia hiyo dabi ya Kariakoo, na hii itakuwa moja kati ya dabi bora sana kuwahi kushuhudia, kwa sababu kwa mara ya kwanza tunashuhudia dabi inaofunga msimu. Inakuwa ni mechi ya mwisho kabisa, na ni dabi ambayo wote wanakutana, hakuna ambaye ana uhakika wa ubingwa. Young Africans alama moja, wakati Simba Sports Club wakiwa nyuma ya Young Africans kwa alama moja. Hii ndio alama tu inawatofautisha, na inawezekana ndio alama itakayompa ubingwa. Si alama mbili ama alama moja ndio inaweza ikampa mtu ubingwa. Let's wait and see jinsi itakavyokuwa, lakini dabi ipo pale pale. Shukrani sana, bye bye.